Mashuhuda wa ajali hiyo wanasema walishuhudia gari hilo aina ya Hiace ikigongana uso kwa uso na pikipiki aina ya bodaboda, huku nguvu ya mgongano huo ikisababisha madhara makubwa ya vifo vya dereva wa gari ya Hiace na watu watatu na dereva wao wanne waliopanda bodaboda hiyo wote wamefariki dunia. Lililotokezea alfajiri ni ya gari aina ya abiria Daina na bodaboda ambayo ilikuwa imebeba abiria takriban watatu na dereva wanne. Wamegongana uso kwa uso na wote wamefariki, pamoja dereva wa gari ambaye alikuwa yuko peke yake kwenye gari na bodaboda wote wamekufa. Bodaboda dereva na abiria wake wote wamekufa. Kwa jumla wamekufa watu watano. Nyakati za alfajiri tulishuhudia kwa kweli ajali ambao ni bodaboda na gari. Na tukatoka kutizama, kwa kweli tukaona wenzetu wako barabarani na tukawafunika kwa kuwastiri. Hali ilikuwa kwa kweli ni mbaya sana. Wanne na watano unsikia anatolewa kwenye gari, anapapatuliwa kwenye Daina. Yaani kabanwa na Daina. Unsikia? Sasa mihalati nikachukua mimi na askari mmoja tukaenda tukawapeleka Vitongoji hospitali. Daktari dhamana wa hospitali ya wilaya ya Chake Chake Vitongoji, Nasr Mohamed Ali, ameeleza jinsi walivyowapokea wapata ajali hao. Saa 12 asubuhi nimepokea maiti watano ambao kwamba wamesadikika wamepata ajali ya barabarani. Maiti hao wa kike alikuwa mmoja na wanne wa kiume. Tuliwafanyia uchunguzi wa kidaktari na kugundua kwamba wamepata majeraha sehemu mbalimbali za mwili ikiwemo kichwani, tumboni na sehemu nyingine za mwili. Baada ya kufanya uchunguzi huo, tukishirikiana na polisi pamoja na viongozi wa serikali, tuliwakabidhi maiti hao ndugu zao kwenda kuendelea. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Kusini Pemba, kamishna msaidizi mwandamizi Abdallah Hussein Musa, alisema uchunguzi wa awali wa polisi unaonyesha kuwa chanzo cha ajali hiyo kilitokana na mwendo kasi kwa madereva hao. Usajili Z965 EY aina ya Toyota Diana yenye route number 607 alikuwa akitokea maeneo ya Wete kwenda Chake Chake, ambayo gari hiyo ilikuwa ikiendeshwa na dereva aitwaye Saidi Musa Rashid. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Sulaiman Rashid Omar wa ITV. Viongozi wa mkoa, wakandarasi, mshauri mwelekezi kwa kazi kubwa ambayo imefanyika hapa. Wakati marais wetu wa Tanzania, Kenya na Uganda walipokubaliana kuomba nchi zetu tatu ziwe wenyeji wa michuano ya AFCON ya mwakani, walifanya commitment ya mambo makubwa. Waliahidi kwamba mambo ambayo watayatekeleza kuhakikisha jambo linafanikiwa. Na rais wetu, moja ya mambo ambayo Rais Samia aliahidi ni kujengwa kwa viwanja vipya kikiwemo hiki cha hapa. Na nitumia nafasi hii kutoa wito tu wa agizo alilotoa Mheshimiwa Rais kuhusu kukamilika kwa hizi barabara zinazokuja hapa. Ni muhimu agizo la Rais lifanyiwe kazi kwa nguvu sana, kuhakikisha kwamba tunalinda heshima ya nchi yetu, lakini pia heshima ya rais wetu. Sisi tumeanza.